Naam, hujambo na karibu mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri sasa hivi katika nyanja ya kisiasa. Serikali ya Marekani yatuma onyo kali kwa serikali ya Tanzania. Serikali inayoongozwa na chama kizima cha CCM na Rais Samia Suluhu Hassan imeionya Tanzania kuhusu jambo hili kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2025. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Kamati ya bunge ya Seneti ya mahusiano ya kigeni ya Marekani imetoa wasiwasi wake mkubwa juu ya ukandamizaji unaoendelea dhidi ya viongozi wa upinzani, waandishi wa habari na mashirika ya kiraia nchini Tanzania, na kuonya kwamba vitendo hivyo vinadhoofisha sana imani ya wananchi katika mchakato wa kidemokrasia wa nchi hii kabla ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba tarehe 29. Kamati hiyo ya Marekani ilisisitiza kuwa hali ya sasa ya kisiasa nchini, ambayo inadhihirishwa na vitisho vya muda mrefu na unyanyasaji wa kisheria kulingana na upinzani, pamoja na unyanyasaji wa muda mrefu ambao upinzani umekuwa ukilalamikia, na uaminifu wa mchakato wa uchaguzi huu. Onyo hili kwa Tanzania linakuja huku kukiwa na ongezeko la ripoti za ukandamizaji kutoka upinzani unaolenga sauti zinazopingana na serikali, huku wabunge wa Marekani wakionya kwamba maendeleo kama hayo yanaweza kuhatarisha maadili ya msingi ya kidemokrasia yanayotarajiwa kwa washirika wakuu wa kikanda. Taarifa ya kamati ya Seneti iliyotolewa kupitia akaunti yao rasmi kwenye mtandao wa kijamii wa X ama Twitter ilisisitiza kwamba haki ya raia wa Tanzania kushiriki kwa uhuru katika demokrasia iko hatarini. Walitaja mashtaka ya uhaini yanayomkabili kiongozi mashuhuri wa upinzani Tundu Lissu, wakieleza kuwa kesi hiyo ina msukumo wa kisiasa na ishara ya juhudi pana za kuwanyamazisha wakosoaji wa chama tawala. Kamati ilisisitiza kuwa Marekani, pamoja na kudumisha uhusiano mkubwa wa kidiplomasia na kimaendeleo na Tanzania, haiwezi kupuuza dalili zinazoongezeka za ubabe. Kupitia ripota ama akaunti ya taarifa za habari ya Mwanzo TV Plus nchini Tanzania, nikinukuu, iliweza kuandika kama unavyotazama kwenye skrini yako: kamati ya Seneti ya Marekani yaionya Tanzania kuhusu ukandamizaji kabla ya uchaguzi mkuu. Onyo hili la Marekani kwa Tanzania linasisitiza umuhimu wa kuzingatia haki za binadamu na uhuru wa raia humu nchini, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi, ikiangazia ushirikiano wa kimkakati kati ya Tanzania na Marekani katika Afrika Mashariki. Kamati ya Seneti ya mahusiano ya kigeni iliweka wazi kuwa uimara wa mahusiano baina ya nchi hizo mbili unategemea sana ufuasi wa kanuni za kidemokrasia, wakati Marekani ikiendelea kuisaidia Tanzania katika sekta mbalimbali kuanzia afya na elimu hadi usalama wa kikanda. Washington sasa inaashiria kwamba msaada wake hauwezi kuwa na masharti. Onyo la kamati kwa Tanzania sio tu lina uzito wa kidiplomasia, bali pia linaonyesha wasiwasi mpana juu ya kurudi nyuma kwa demokrasia katika ukanda huu bila mageuzi makubwa na kukomesha mbinu za ukandamizaji. Marekani ilionya kwamba Tanzania inaweza kuhatarisha uhusiano wake chanya wa kihistoria pamoja na nchi hiyo. Kamati ya mahusiano ya kigeni iliangazia kuhusu kuzorota kwa mazingira ya uhuru wa kujieleza kutoka upinzani na uhuru wa vyombo vya habari nchini Tanzania. Ilitaja matukio mengi ambapo vyombo vya habari vimefungwa, waandishi wa habari kunyanyaswa na majukwaa ya mtandaoni kuwekewa sheria zinazozuia mazungumzo ya wazi. Kwa mujibu wa kamati, inachangia athari ya kutia moyo ambayo inakatisha tamaa mijadala ya wazi na ushiriki wa kisiasa. Onyo la Marekani kwa Tanzania lilisisitiza kuwa vyombo vya habari huru ni msingi wa jamii yoyote ya kidemokrasia, na kwamba kunyamazishwa kwa vyombo vya habari kuna haribu uwazi na uwajibikaji. Kinachosumbua vile kamati ilibaini ni mtindo wa vitisho na unyanyasaji unaowalenga viongozi wa upinzani, wanaharakati na viongozi wa mashirika ya kiraia, hasa shinikizo la kisheria linaloongezeka dhidi ya watu kama Tundu Lissu ambaye kwa muda mrefu amekuwa mkosoaji mkubwa wa serikali. Linapendekeza jaribio la makusudi la kudhoofisha ushindani wa kisiasa kabla ya uchaguzi. Kamati ya Seneti ya Marekani ilionya Tanzania kwamba vitendo hivyo sio tu vinakiuka viwango vya kimataifa vya haki za binadamu, bali pia vinadhoofisha moyo wa vyama vingi vya kisiasa
kisiasa nchini. Kwa kupunguza nafasi ya upinzani halali wa kisiasa, serikali ina hatari ya kuwatenga raia wake na washirika wa kimataifa. Onyo hili la Marekani kwa Tanzania limekosoa zaidi utegemezi wa serikali kwa vyombo vya usalama kutekeleza udhibiti wa kisiasa. Ripoti zimezuka kuhusu ulinzi mkali wa polisi katika mikutano ya upinzani, kukamatwa kiholela kwa waandamanaji na vitisho kwa watu wanaoonekana kuwa wakosoaji wa serikali. Mbinu hizi, kulingana na kamati hiyo ya Seneti ya Marekani, hazipatani na maadili ya kidemokrasia na lazima zizuiwe mara moja. Kamati ilizitaka mamlaka za Tanzania kuheshimu haki za kikatiba za raia wote, ikiwa ni pamoja na haki ya kukusanyika kwa amani kwa upinzani na kutoa maoni ya kisiasa bila hofu ya kulipiziwa kisasi. Katika taarifa yake, kamati ilitambua umuhimu wa Tanzania kama mshiriki thabiti katika Afrika Mashariki, lakini ikaonya kuwa utulivu huo haupaswi kugharimu uhuru wa kimsingi. Marekani imekuwa ikiunga mkono malengo ya maendeleo ya Tanzania, ikiwa ni pamoja na uwekezaji mkubwa katika miundombinu, huduma za afya na elimu. Hata hivyo, onyo hili la Marekani kwa Tanzania sasa linaweka bayana kwamba ushirikiano wa siku zijazo unaweza kuangaliwa upya ikiwa kurudi nyuma kwa demokrasia kutaendelea. Kamati ilizitaka mamlaka za Tanzania kuchukua hatua za haraka ili kuweka mazingira mazuri yasiyo na hofu ya uchaguzi huru na wa haki na kurejesha imani ya wananchi kwa taasisi za kidemokrasia na kiserikali. Kamati ya Seneti pia ilibaini kuwa mashauri ya kisheria dhidi ya viongozi wa upinzani kama vile kesi ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu yanahitaji kufanyiwa tathmini ya haraka. Ilitoa wito kwa mahakama ya Tanzania kufanya kazi kwa uhuru na bila kuingiliwa kisiasa. Onyo hili la Marekani kwa Tanzania lilijumuisha pendekezo kali la uwazi wa mahakama, ikisema kuwa mashtaka yanachochewa na siasa yanaharibu sana uhalali wa taasisi za kisheria. Utawala wa kidemokrasia, kamati ilisisitiza, hautegemei tu uchaguzi huru bali pia uadilifu wa utawala wa sheria. Ikiangalia mbeleni kuelekea uchaguzi wa Oktoba tarehe 29, kamati ilieleza matumaini kuwa Tanzania itachukua hatua za haraka kubadili mwelekeo wa sasa, ikipendekeza kwamba mamlaka za Tanzania zishiriki katika mazungumzo ya wazi na wadau wote wa kisiasa, kuhakikisha upatikanaji sawa wa vyombo vya habari na kuhakikisha usalama wa wagombea wote bila kujali itikadi za kisiasa. Onyo hili la Marekani kwa Tanzania ilisisitiza kuwa jumuiya ya kimataifa itafuatilia kwa karibu mchakato wa uchaguzi na kwamba dalili zozote za ghilba au shuruti hazitaweza kupata kusaulika. Uchaguzi huru na wa haki, kamati ilisema, si tu wajibu wa kitaifa lakini pia ni sharti la kuendelea kuungwa mkono kimataifa. Taarifa ya kamati ya Seneti ya mahusiano ya kigeni ilimalizika kwa wito wa kuchukua hatua kwa serikali ya Tanzania. Iliutaka utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan CCM kudhibitisha dhamira yake ya utawala wa kidemokrasia na kujiweka mbali hadharani na vitendo vya ukandamizaji. Onyo la Marekani kwa Tanzania ilikariri kuwa demokrasia haiwezi kustawi katika mazingira ya hofu na udhibiti. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimekuandalia sasa hivi. Ningependa kusikia maoni yako au nijuze maoni yako upande wa maoni ama upande wa comment chini ya video hii. Vile na kukumbusha tena ku like video hii kisha ubonyeze neno subscribe na alama kengele. Iwapo utafanya hivyo itakuwa umenisaidia kwa sana. Vile bonyeza box hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya zinazojiri sasa hivi.